السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kwa kuwa muda mrefu sana tuko hapa kwa ajili ya dua, tuna haja ya kuingia katika masuala ya protocol sana, tuingie tu katika jambo kipindi tulichokuwa nacho na saa tuliokuwa nayo sasa hivi ndio kipindi sasa barabara, sababu sasa kuendea saa 8. Mimi nataka kuzungumza maneno machache kwa sababu tunakusudia kufanya dua tu. Hapo pana damu, pana kila kitu. Kwa hiyo hakuna usiku umebahatika kwa ni usiku wa Lailatul Qadr wa mwezi 27. Lakini pia ni usiku wa Ijumaa. Mambo hayo yote mawili ni mambo makubwa kwa sisi. Na haitakiwi Muislamu muda ukapita فمن تفته ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره. haitakiwi time usipite, usipite na muda ukiwa nao basi utumie vizuri. Na nashukuru kwa kasema tumetumia muda wetu vizuri kwa dua nyingi, dua mbalimbali, na nyingine wahi ilham umekuja kwa Sharifu katuongezea dua kwa baraka. Katika dua hii tuongezee hasbunallahu wa ni'mal wakeel, na kila mmoja aombe, na hasa kwa ajili ya nchi, na hasa kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais wa Zanzibar na wasaidizi wao wote kwa ujumla. Ameona na ameambiwa tuongeze ndio hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni mbii kama usiku wa baraka. Hiyo ndio nifanya nitokea jambo la ajabu, na muujiza mkubwa umetokea. Haijawahi kutokea. Kwanza watu ni wengi, nje kuna watu kama wandani, juu kuna watu kama wandani. Tunatakiwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Laki tumefanya mahesabu ya watu 10,000, tukaona ni kiasi cha kusoma watu ngapi? 11 tu. Nikasema hapana, tusome 100. Tumefanya hivyo, lillahi alhamdu. Mwenyezi Mungu atakaondosha shida ya watu. Amen. Makero yote Mwenyezi Mungu ataondosha shida. Amen. Wasia wangu, kipindi tulichokuwa nacho ni kipindi cha watu kutumia zaidi hikma, busara, akili na fikra. Kipindi tulichokuwa nacho. Waislamu jamazeni kidogo. Jamazeni kidogo. sasa juu kwa kweli kunyamazisha watu sio heshima. Mimi ndio nafahamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kina mama, anayezungumza ni kiongozi wetu mkuu wa kiroho, basi nyamazeni kidogo. Nyamazeni, mtulie kina mumsikilize. Lakini kabla hapo nikuombeeni dua ndio mtatulia. Kila asiyekuwa na mume Mungu ampe mume. Sio mufti utatulia wenyewe. Alhamdulillah. Kina mama ni wengi bila kiasi, na sisi yani wakina baba nao ni wengi sana. Allah. Watu wazima, wazee, vijana, walillahi alhamd. Hii ni baraka. Nchi ikiwa namna hii, basi Mwenyezi Mungu anatia baraka kabisa. Nchi ili ipate baraka ni lazima iwe haina ghadhabu ya Mungu. Mungu hakuighadhibikia. Allahu Akbar. Na Mungu haighadhibiki nchi ambayo ndani yake kuna wacha Mungu, ndani yake kuna ulama, ndani yake kuna wajukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanasoma Qur'ani, kuna mahafidhi Qur'ani. Tangu mwezi umeanza tunashughulika na masuala ya Qur'ani tu mpaka leo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aendelee kuwa radhi, na Mungu aendelee kuwa radhi na sisi katika nchi yetu, na awaridhie viongozi wetu. Nilitaka kukielekeza ni kwamba kipindi hiki ni kibaya, kipindi kilichokuwa nazo sasa hivi ni kibaya. Kuanzia sasa mpaka mwisho wa uchaguzi ni kipindi kibaya. Ni kipindi cha watu wenye kushawishi watu
kuwaharibu watu akili zao na kuwatoa katika fikra sahihi, kuwaleta katika fikra za ufisadi. Sasa tuangalie bwana, mashaallah, atafakuru saa khairu min ibadati sana. Kufikiri tu kitabu kimoja saa moja ni bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuliko ibada ya mwaka mzima. Allahu akbar. Kufikiri. Sisi Waislamu tuna kila kitu, tuna Qur'ani, tuna Mtume Muhammad. Tunashindwa kufikiri nani anafaa kuona kwamba huyu atuongoze. Waislamu waongoze hizi mzee. Waislamu wanaongozwa, lakini kwa kitadabu tuzingatie kwamba ni nani anafaa kutuongoza, sio unaongozwa. Sio wewe ngoma iko. Unajua ngoma iko? Ndio ile wala takun immaa. Ataarifuna imma'atan? Imma ni yule kisikia jamaa huyu ameanza jambo, mimi niko pamoja na yule. Akizuka mwingine huko tuna mimi na huyu. Akizuka mwingine sasa mimi na yule. Huyu ni imma. Ni mtu ana msimamo. Lazima Uislamu tuwe na msimamo. Kweli. Tuwe na msimamo. Tayeb. Na msimamo mtu anaangalia vigezo vyake, vipi alivyofanya. Kafanya nini? Afu yale mambo anayofanya ndio tunafanya tathmini. Tukifanya tathmini, matokeo yake tunakwenda huko moja kwa moja. Tunadosha mikono yetu kwa mtu huyo. Ndio. Ndio tutakiwa. Inshallah siku moja hapa alisema Mtume maarufu sana, hii karibu sana. Kila siku walimu wanasomesha watoto, idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata fa in kana khayran famd wa in kana sharran fadda. Mwenyewe sallallahu wa salamu alayhi anasema, ukitafanya jambo fikiria mwisho wake utakuwaje. Sasa wewe umefikiria Tanzania unampa nani? Hii Tanzania unampa nani? Mama Samia. Tanzania unampa nani? Mama Samia. Angalia nani wakumpa, usitoe kitu cha thamani ulichonacho wewe, unakimiliki wewe kama Mtanzania, wabitali wewe Muislamu. Unampa nani? Allah. Angalia shekhe, mahali pa kuweka amana yako. Kuchagua ile kura yako ni amana. Sasa amana yako unakwenda kuipeleka popote pale. Wewe si mtu muujiza bwana. Wewe mtu muujiza unataka kupeleka popote. Lazima upeleke mahali panapostahili. Ndio namna yake. Angalia vipi? Angalia mambo yanayofanywa, mambo ya kheri, mambo mazuri. Allabiu takfihi al-ishara. Mtu yakini ishara kidogo, mambo kidogo tu. Kiambiwa tayari mshaelewa. Kweli. Ukiambiwa kidogo ndio umeelewa. Tunaelewana vizuri? Kwa nini tunasema mambo kama haya? Tunasema kwa sababu nchi yetu tunataka ibakie katika amani, ibakie katika utulivu. Dua pamoja na kujiepusha na mambo yenye kuharibu mambo. Sio kwamba unafanya dua alafu unaharibu. Haiwezekani. Tunafanya dua pamoja na kujizuilia na viashiria ambavyo vinaweza kuvuruga amani. Waislamu nadhani tunaelewana hapa. Na hata kwa sababu wanatusikiliza watakuwa naelewa vile. Lazima tuangalie viashiria, vitu gani vinataka kuharibia nchi yetu. Watu gani wanataka kuharibia nchi yetu. Alafu wawe katika screen, ana nini? Kafanya nini? Ana uwezo gani? Anatoka wapi? Sifa yake ni ipi? Hayo ndio masala. Fasalu ahla dhikri kuntum ndio namna yake. Tusikae hivi bila cheza na hapo tu, tutakuwafanya watu waelewe kwamba tutakwenda wapi. Vinginevyo itakuwa sisi mashehe, maulama, makutaba hatuna maana tujawaambia watu kitu gani cha kufanya. Shehe nikitokea jambo baya hapo tutakuja kusema kitu gani? Sisi tumepewa kazi mbili, al-amru wan-nahy. Al-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Kuamrisha mema na ukataza mabaya. Ndio kazi yetu. Alafu tutakuja jambo la dua. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuletee utulivu, wasikilizano, kheri, baraka.
amani katika nchi, mavuno, biashara zifae, zisidode, kazi ziwe nzuri, watu wakae vizuri, wawe na riziki. Bila riziki haiwezekani. Anasemaje msemaji mmoja, inna darahima fil amakin kulliha sabu rijala haibatan wa jalala, hiya lisanu liman arada fasahatan, hiya silahu liman arada qitala. Maneno hayo. Sallu ala al-Mustafa. Pesa hizi, pesa muhimu. Sasa utapataje pesa wakati ziko nyenzo zinasababisha wewe upate pesa? Nchi imevurugika, pesa unaipata Sejongo, unapataje pesa? Yaani ndio kwa watu na lugha za ajabu. Mtu anasikia anasema kwamba wacha kinuke tu. Wacha kinuke. Jahilu murakkab. Wewe kinuke mzee. Wewe unafanya mchezo. Ambao unafanya mchezo. Ndio na Palestina, ndio na Syria. Ndio na hapa juzi hapa Juma hapa Kongo. Watu walivyokuwa na matatizo. Wewe unataka manake hapa ndipo ambapo sisi tunapata wageni wanapokimbilia kwa Tanzania. Kwa chumvi tunaunga mboga zetu mpaka mboga inakuwa chumvi, inakuwa tamu, inakuwa nzuri. Unapiga wali, unapiga nini, mboga ndio kuelea vizuri. Je, itakapokuwa ile chumvi yenye kueleza mboga imeharibika, mboga itafaa? Haifai. Ndio sisi Waislamu tunasema leo, kwa sababu ni usiku wa Lailatul Qadr, mtakula tumsema sasa. Mungu msaidie sana. Baada ya kula damu. Unaeleka nzuri Khabasi tunasamehe kidogo. Sina neno mzee. Weka wewe mwana mdogo, weka. Leo nafurahi manake ndugu yangu Sharif Abdul Qadir na Adnan al-Ahdari namuona. Sahihi. Mwenyezi Mungu afiadhe. Amin inshallah. Hapa hujui utakuja kujushia siku nyingine. Mwanachuoni mkubwa sana. Jazakallah. Mashaallah. Sisi watu wangu na mtu mmoja baada ya mwingine. Asante sana. Sasa nataka kuambia ni utulivu ni kitu muhimu. Yule sisimizi yule mdudu chungu ulipokuwa ule msafara na Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wasalam unakuja na akili ya yule mdudu pamoja na ile kundi alilokuwa analiongoza, alikuwa ni kiongozi anaongoza wenzake. Kama unamfahamu, kila watu na kila kaumu na kiongozi wake. Hata wadudu wao wana viongozi wao, ndege wana viongozi wao, wanyama wana viongozi wao, makundi kwa makundi, kila kabila lina kiongozi wake. Na sisi binadamu lazima tuwe na viongozi. Walikulli qaumin had, kila watu wana mtu wake wa kuongoza. Yule mdudu akamwambia, jamani, ingieni, anawaambia wenzake, mimi ndio kiongozi wenu, ingieni katika mashimo. Asiye Nabii Allah Suleiman akamsagasaga wote, mkafiri mbali hadi yakuwa hajui kama kasaga mtu, kwa sababu hatuna mili ya kutisha. Akitaka kanyaga hapa wala hajui basiri kama kanyaga wake. Khulu masakinakum. Khulu masakinakum. La yahtimannakum Allah. Suleiman wa junudu. Allah. Msiye mkasagwa mkapoga na Suleiman. Aiyo. Na jeshi lake hajakuwa wala Nabii Suleiman na wale watu wake hawajui. Na alikuwa na kundi la kubwa na majini na nani. Amechukua msafara mrefu. Lakini natoka hapa nyuma aliwaambia ingieni. Nabii Suleiman alisikia Mwenyezi Mungu maneno ya yule mdudu chungu yalichukuliwa na upepo yakaenda mpaka katika sikio la Nabii Suleiman. Akasikia kwamba kuna mfalme na kiongozi wa wale wadudu chungu analalamika kwamba tutawasagasaga. Sasa hapa dawa ni kusimamisha msafara. Akasimamisha msafara kwa ajili ya kumpa amani. Mpaka walipoingia wote Nabii Suleiman amesimama. Nataka kuzungumzia je, umuhimu wa amani ambao hata mdudu kama yule alikuwa anatafuta umuhimu wa amani. Nabii Suleiman alipogundua hilo na kusimamisha msafara, alichokifanya yule mdudu ni kuchukua kande, kuchukua chakula. Labda kande ndio kwa sababu kuchukua chakula. Akachukua chakula
kisha akapenya mpaka akaingia kwenye msafara wa Nabii Suleiman, kisha akaenda mpaka Nabii Suleiman, akaja akamsha chakula katika mdomo wa Nabii Suleiman. Shukranlah, kwa sababu ya kumshukuru Nabii Suleiman, amemfanyia yule, amepata amani na watu wake walipata amani. Jamani, usicheze mchezo na mambo ya amani. Kweli. Usicheze mchezo na mambo ya amani. Kweli. Nchi kivurugika, hakuna cha shangazi, hakuna cha mjomba, hakuna cha babu, hakuna cha baba, hakuna cha mwana, hakuna cha mke. Mambo yote yatakuwa hayapo haya. Sisi raha yetu ni kufanya ibada, ndio raha yetu. Raha yetu sisi kama walimu kusomesha elimu. Raha yetu kutoa mawaidha. Leo ukikaa hapa siku 10 ukimnyima Sheikh Jongo atoe mawaidha, utamkuta baada ya siku 4 5 kama wewe bwana simuliza nini? Asiumwi. Kanyimwa membari tu. Amenyimwa membari. Sasa itakapokuwa amani hakuna cha membari nje. Hakuna chochote. Kwa amani ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu, usichezee amani. Asante sana. Na kitu kizuri hakitupi hivi. Allah. Lazima uangalie mahali pa kukiweka. Hayo wote tunazungumza, tunataka kueleza kwamba ndio maana ile lulu imefanywa katika kitu kinaitwa sadaf ya Kiarabu au chaza Kiswahili, chaza. Sijui alhatibu ibetani chaza hiyo. Chaza. Ile kombe ile inayosababisha ile lulu inakuwa ndani, inafunika ile inaitwa Kiswahili chaza. Kwa nini ikae kule? Kitu cha zamani hakiwezi kuwa hivi. Na lazima upate tabu. Marama durran min safinati yarkabu wa yaghuthu bahran thumma durran hasala. Allah. Taka lulu leo uzame katika bahari. Sio hivi tu. Ndio ile ukaipata ile lulu. Sasa sisi tumeshika lulu sasa hivi. Afrika mpaka tuchukua. Ndio wajinga ina nyingi sana. Kwa lulu fununu. Allah. Lazima sampuli nyingi. Sawa. Imeleka. Sasa tuangalie nani wa kumpa. Kitu gani? Anafaa kiasi gani? Atatusaidia nini? Je, ana huruma na wananchi? Je, anakubali tu fitna kila mbele kwa fitna sana? Ndio. Anaua huyo. Sallallahu alaihi wasallam hafikiri yeye tayari pale. Kama mtu wako karibu akwambia jambo, lazima uangalie ananiambiaje. Anataka cheoni, anataka nini? Atakuvuruga, atakufanya nini? Lazima kuangalia si watu wa namna hiyo ambao watatumia sana uwezo mkubwa wa kufikiri. Kwa mtu mmoja siku moja alikuja pale Babati. Amesha sasa kwa jambo. Ile Babati hiyo siku na mpaka wale katibu muondoe. Basi nimekusikia bwana, inshallah. Wewe ndio inshallah tumbea Mungu. Tumbea Mungu tawfik. Ambaye muda mrefu wala siku. Bala na muangalia kwa katibu anasema nini na mambo gani. Sio kama simuoni Yesu katibu. Lazima itakuwa chini yake na vitu vya kufanya nijue. Kama tutamwacha tulize siku na mlazimu na mimi. Lakini fitna za kuja za namna hiyo. Sasa watu wa namna hiyo sisi watafahaje kuwa viongozi wetu? Lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ana nafasi zote hizo ambazo tunazungumza. Tayeb. Ana huruma. Na anayekataa kwamba hana huruma. Hamna. Watu wanakubali. Ana mapenzi, anapenda watu. Anapenda kuona watu hawadhulumiwi. Mimi kuna kadhi mmoja kule Morogoro, ni mkwe wangu alikuwa amefariki ghafla. Nikawa niko njiani na kwenda. Nikapigiwa simu kwa Sheikh Mufti. Tumeshafanya mambo yote kule, msaada wote huko. Lipa gharama zote, wakati sisi tunajiandaa vingine, tukakuta kuna gharama zote na milioni kama 50 imeletwa. Nimeshangaa mimi sijawahi kuona. Sijawahi kuona. Mimi nakwenda kuzikamia mwenyewe siku zote. Lakini sijawahi kuona mtu anamna kwa sababu rais wa safari gani. Anaweza kumfikiria mtu wa chini kama sisi. La ilaha illa Allah. Sababu ya kaida kwa mazuri. Juzi alikufa Sheikh Muhammad Eid. Muhammad. Allahu arham. Tuko pale tunahangaika, inakuja simu. Na anakuja mjumbe maalum ndio huyo. Sheikh Ulege. Waziri. Asante nimetumwa na Mheshimiwa Rais. Nimeleta sadaka hii kwa ajili ya kusaidia mambo hapa. Lakini hii iko kando ya shughuli za hapa. Shughuli za hapa zote zitashughulikiwa na
na wahusika ambao wameshapewa kazi hiyo, na kweli mambo yetu wamesimamia wao. Sasa rais enda kafikiria shehe wa chini kule bwana, wenyewe madarueshi tumezea humu msango wetu humu sijua mtoro patazikana tapatikana bafta watu wameshatosha. Tayeb. Mpaka nikamwambia shehe, mheshimiwa waziri, fanya utaratibu maalum kuhusu pesa hizo. Kwanza kwa namna hapa kijijini walikuwa wanatokea kabisa sija kauliwa. Sala ala nabii. Allahu akbar. Lakini tukafanya utaratibu mzuri na mambo yamekwenda vizuri. Unafikiria katika kitu hicho mtu awe niko juu kiasi kile, alafu anamwangalia kwa chini, hakuna masala hayo. Hayo ukisoma katika historia utakuta kwa Nabii Allah Daud alayhi salatu wasalam, ndio ambaye alikuwa anashuka mpaka chini. Yeye alikuwa ni mtume wa Mungu, alafu ni mfalme, ana vitu vyote. Katika nafasi yake ya ufalme alikuwa anateremka mpaka chini, kisha anakusanyika na watu wanakaa nao kama hivi, kisha anawapeleleza na jamani, maonaje yule mtu mmoja anaitwa Daudi, yule mfalme wa hapa, maonaje anakwenda vizuri? Mimi sioni kama anakwenda vizuri, kumbe ni yeye. Watu ndio wewe kichani, hata kwa tumbo wako wewe wazimu, wewe unamueleza Daudi. Daudi mtu mwadilifu, mtu ana mapenzi na watu, na anatoa sifa nyingi. Kisha Nabii Allah Daudi anatoka sasa, amekwenda kujipima, ameona kwamba kweli anakwenda vizuri. Tupime mambo yetu jamani. Sipeleke mambo hivi, tuangalie tunakwenda. Lakini tulinde amani, jitahidi kwamba tusikubali viashiria ambavyo vinaweza kuleta matatizo, na tuangalie ni nani ambaye ana haki ya kumpa kwa sifa mbalimbali ambazo zipo. Al-kamalu lillah, ukamilifu anao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije kuona kuna jambo fulani limekufuta ukaona mimi kwa sijaambiwa hivi. Sio lazima katika kila kitu iwe tayari na wewe lazima nikute kwa kutatua wawili watatu, ndio sisi sote. Sisi ni watu aina moja tu. Nadhani tunaelewana mpaka hapa. Basi haja yangu ni kutaka kutoa ishara na kuwafahamisha watu. Na nilisema siku moja kwamba inahitaji dini at-Tawzari rahmatullah alayh, katika kasida yake inaitwa al-Qasidatu al-Munfarija, ndio katika bahari al-khabar au al-mutadara, fa'ilun namna hii. Anasema wa sahabul khair lahu matar fa idha jaa al-idban taji. Baba, kiwingu cha kheri kina mvua. Nasema kiwingu cha kheri kina mvua. Samia ni kama kiwingu cha kheri. Kwa hiyo jaa al-idban taji. Ukifika wakati wake basi mvua itanyesha tu. Kwa hiyo nitakueleza Waislamu kwa kuelewa na kila atakayekuwa amesikia kuangalia njia iliyokuwa ya sawa sawa ambayo kwamba inafaa kuangalia katika safari yetu ndio kweli, na kuogopa kusema pia kusaini chochote, sababu ikija shari itaenea. Fa innal balaa idha nazal ya talih minhum wa salih, hakuna anayebakia. Balaa likishuka linamwenea yule muovu aliyefanya lile balaa, lakini yule mwema aliyekana yule muovu pia ile balaa linamkuta. Ndio maana kuna kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa ufupi tumefanya dua nyingi, tumesoma adauna la yasilu ilayna bin nafsi wala bil wasita la qudrata lahu ala isali suri ilayna bil hali wal hawa. Amin. Dua ya tariqa ambayo ameitunga na mwenyewe akawa anaitulia sana al-Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali at-Tusi, ndio ameleta hii. Na mwenyewe anasema nikisoma hii nijarrab katika mambo. Hata siku moja ndio Kiislamu amekuwasomea maadui zangu, afu akapata na mambo alipoyaona ile mambo aliyowapata wale bwana, akalia yeye tena, akaamua kukaa tena, akaomba tena Mwenyezi Mungu awaondoshe, na Mwenyezi Mungu akaondosha. Allah, Mwenyezi Mungu ajalie kuwa ni kinga kwa sisi sote tuliohudhuria na wengine waliotusikiliza. Mwenyezi Mungu ajalie kheri na baraka, tuwe na mafanikio katika mambo yetu. Baada ya kuzungumza haya nilizungumza, basi natosha Sheikh Abbas, ishara inaeleweka. Sasa tuendelee na vingine, kama kuna kande, kuna daku, kuna nini. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.